Tanzania imebarikiwa kuwa na mali asili na vivutio vingine vingi ambavyo vimekuwa vikitambulisha na kuipatia umaarufu sehemu zote duniani. Mojawapo ya mali asili hizo ni wanyamapori ambao wanapatikana katika misitu na hifadhi tofauti ikiwemo Serengeti, Ngorongoro na Mikumi. Kila ifikapo Machi 3, nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa UN huadhimisha siku ya wanyamapori duniani, na kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na chanzo. Je, siku hii ilianzishwa kwa madhumuni gani? Siku ya wanyamapori duniani ni siku ambayo imetengwa maalum na kikao cha Umoja wa Mataifa ambacho kikao cha 68 mwaka 2013 katika kuadhimisha shughuli za uhifadhi wa wanyamapori, na hii ni tarehe 3, inafanyika tarehe 3 mwezi wa 3 kila mwaka. Na kusudio hasa la hii siku ni kuendelea kuipatia nguvu yale makubaliano au maridhiano ya mkataba wa CITES ambao kwa Kiingereza tunaita ni Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, ambao ulikuwa ratified au uliingia katika nchi 184 mpaka sasa tokea mwaka 1973. Sisi kila siku tunafanya shughuli za uhifadhi. Zile shughuli zetu za kila siku za uhifadhi ni sehemu ya maadhimisho ya hiyo siku, kwa sababu unapokuwa unafanya shughuli za doria, unapokuwa unafanya shughuli za kitalii, shughuli za kutunza ekolojia, zote kwa pamoja wake zinaiadhimisha moja kwa moja, kwa sababu lengo ni kudhibiti na kuendelea kuhifadhi mali asili, kwa maana wanyamapori na misitu ambayo inapatikana katika maeneo ya hifadhi kuendelea kuishi. Lakini more specifically kwa siku hii yenyewe, mara nyingi tunafanya shughuli mbalimbali. Ya kwanza, tunatoa elimu. Tunatoa elimu kwa jamii zinazotuzunguka, umma wa Tanzania, na mara nyingine tunafanya kwa ajili ya wakazi wa bara la Afrika na dunia kwa ujumla wake, kuwaeleza kwa nini tulinde, kwa nini tuhifadhi mali asili zetu, zina manufaa gani kwa jamii yetu. Lakini pia shughuli nyingine ambayo tunaifanya ni kuvolunteer. Tunataka watu wajitoe ili kuweza kuimarisha dhana ya uhifadhi shirikishi. Watu washiriki shughuli mbalimbali kama kuonyesha kwamba wanathamini mchango wa uhifadhi au ulinzi wa hizi rasilimali wanyamapori pamoja na misitu kwa taifa, kwa jamii na kwa dunia, kwa maana ya kwamba wanajitolea kuhakikisha kwamba wanafanya shughuli ambazo ni za utunzaji wa mazingira, kuondoa taka na kadhalika, vyote ambavyo ni muhimu katika maisha ya hawa wanyama. Lakini kingine zaidi pia, hizi siku tunaziendelea kuziadhimisha kwa kusikiliza wananchi. Wanakuwa na maoni, mapendekezo, maandiko mbalimbali ambayo wanaona kwamba haya tukiyasemea kwa mamlaka zinazohusika katika kuhifadhi, watasikiliza vilio vyetu, watahifadhi, mwisho wa siku tutafanikiwa. Kwa hiyo tunasikiliza hizo, pia tunafanya, lakini pia tunahamasisha watu kutembea na kujifunza. Wananchi wana ufahamu gani kuhusu wanyamapori na faida zake kwa jamii? Naitwa Laura Peter Kichemu, ni mwanafunzi wa shule ya Kayo kwa Amani Secondary School, nipo kidato cha 4. Katika swala la wanyamapori ni wanyama wale wanaoishi porini, mfano simba, tembo, maisha yao yani yanategemea pori. Wanyamapori wana umuhimu mwingi katika nchi yetu kwa sababu wanatutambulisha sisi kwanza kama Watanzania kuwa na uwepo wa wanyama. Pia wanyamapori wanatumika kama kivutio cha watalii. Pia wanyamapori wanatusaidia katika kipato cha nchi kuongezeka. Kwa mfano pale watalii wanapokuja katika nchi yetu wanalipa kodi, mambo kama hayo. Kwa majina naitwa Castle Cosmas Fumbuka. Kuhusiana na wanyamapori, hawa ni wanyama wanaopatikana mwituni au misituni. Wanyama hawa hawafugwi hasa na binadamu. Kuna wanyama wale tunaowafuga na kuna wanyama ambao hatuwezi kuwafuga kutokana na tabia zao au namna ya mazingira yao wanavyohitaji. Kwa mfano, kuna kundi la simba pori au simba
hawafugwi na binadamu, lakini kutokana na tabia zao wao wanajirisha chakula cha nyama na vitu vingine. Kwa hiyo wanaweza kumzuru binadamu. Pia kuna nyati, kuna tembo, kuna swala na wanyama wengine mbalimbali. Kwa ninavyofahamu kuhusiana na wanyamapori, ni wanyama ambao si wa kufugwa, ambao wanaishi kwenye hifadhi mbalimbali. Kwa mfano swala, simba, chui, twiga, hao ndio wanyama ambao ni wanyamapori. Wanyamapori ni kivutio cha maliasili na utalii kwa ujumla. Ni wanyama kama punda, swala. Ni kivutio cha watalii ambacho kinaingiza kipato katika nchi. Kwa mfano watalii kutoka nje wanakuja kuangalia wanyamapori hapa, wanaenjoy. Wanaangalia kama simba, zebra, nyati. Pia hiyo ni moja kati ya utalii. Jamii kuwa na ufahamu wa kina juu ya jambo fulani lenye manufaa huweza kuongeza tija katika swala hilo. Kitaalamu, wanyamapori wana umuhimu gani kwa nchi? Umuhimu wa kuwa na wanyamapori nchini, ziko faida nyingi ambazo zinatokana na wanyamapori. Nitazitaja kwa makundi matatu. Kwanza, faida ya kiuchumi, tunapata pato la taifa linaongezeka kutokana na viingilio vya utalii. Lakini vile vile tunapata fedha za kigeni. Kama mnafahamu kuwa kuna watalii wa nje wanakuja kutalii, kuangalia wanyama wetu, lakini vile tuna watalii pia nao unaingiza fedha za kigeni. Lakini pia tunapata ajira kwa makundi yote, makundi rika yote, vijana, saizi ya kati na wazee. Sababu pia tunapata ajira mbalimbali kutokana na utalii. Lakini tunakuja vile vile tunapata faida ya miundombinu inaimarika. Kama nilivyosema kuwa inachangia pato la serikali kutokana na wanyamapori. Kwa hiyo kuna miundombinu ambayo inaimarika, kuna pato la asilimia katika taifa linaingia kutokana na utalii au uwindaji wa kitalii, inaingiza fedha kwa ajili ya kutengeneza miundombinu. Kwa mfano barabara, tunajenga mahospitali, tunajenga shule, lakini vile vile kuna miundombinu ya maji. Yote hiyo inatokana na mapato ya utalii ambayo tunayapata kutokana na wanyamapori. Lakini vile vile kuna huduma, kuna umuhimu za kijamii, faida za kijamii tunapata. Kwanza kabisa tunapata kufurahisha akili, afya ya akili inaimarika. Sababu unapoenda kutalii, kwa mfano utalii wa ndani au utalii wa nje, watu wageni wanakuja huku kutafuta afya ya akili. Na sisi pia sasa hivi tumehamasika kuja kuangalia wanyama, tunapata tulivu na kusababisha kwa afya ya akili yetu inaimarika. Wanyamapori au maliasili wana umuhimu wa kuweza kutunza mfumo wa ekolojia. Uwepo wa wanyamapori au maliasili unamaanisha maisha ya binadamu yanategemea mazingira, nature. Yako connected moja kwa moja na nature. Mazingira ndio yanakupa kila kitu. Na hayo mazingira ndani yake kuna hizo maliasili ambazo tumepewa, unajua, kwa upatikanaji wake katika maeneo yake ya asili. Kiuchumi, hizi maliasili ni muhimu sana. Mathalan katika nchi yetu, mapato ya kigeni ya kitalii ambayo yanachangia katika pato la taifa. Wastani wa 17% yanatoka kwenye sekta ya uhifadhi, kwa maana ya utalii na uhifadhi. Lakini ukija pia kiutamaduni na kimazingira, umuhimu utauona mkubwa sana. Uwepo wa baadhi ya wanyama, kuna baadhi ya makabila wanaamini uwepo wa mnyama fulani kwao na uonekano wa mnyama fulani kwao ni faraja na neema kwa nyakati zilizopo, zinazokuja na zilizopita. Lakini pia kingine ambacho tutakiona katika kiutamaduni, watalii wanapokuwa wanakuja na watu mbalimbali, then unapata nafasi ya kutengeneza maingiliano ya tamaduni kutoka kwa jamii wa kawaida, kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo mwisho wa siku unatengeneza community au jamii ambayo iko salama na imara, kwa maana inajifunza, inakuwa na inaendelea kukua. Tanzania imebarikiwa kuwa na mali asili za aina tofauti,
ikiwemo wanyamapori. Je, hali ya wanyamapori nchini ikoje? Hali ya wanyamapori, mimi kama mtaalamu nitasema iko stable, yani ni nzuri. Ni nzuri kwa sababu baadhi ya aina mbalimbali za wanyama tunazokutana nazo kwenye shughuli zetu za doria. Hali ya wanyama nchini kwa kutumia uzoefu wa shughuli zangu za shughuli tunazofanya au shughuli zetu za doria, kwa kuona footprint, kuona alama, kuwaona, kuona ile kufanya sighting, iko stable, ni nzuri, inaridhisha. Labda niseme tu kwa history kadogo kabla sijafika hapo. Tanzania ni moja ya nchi ambayo ya kujivunia kipekee sana. Naomba nikwambie, nikutoe shaka, kwa maana ya kwamba ina rasilimali wanyamapori na misitu mingi ya kujivunia. Barani Afrika tunaongoza. Hilo sio swala la kumumunya. Tutasema straightforward. Na wanyama ambao sisi tunaita endemic wanaozaliwa pia ni aina nyingi iliyoko nchini. Pamoja na kuwa na aina tofauti za wanyamapori ambao wanapatikana katika mbuga na misitu iliyo sehemu mbalimbali nchini Tanzania, je, kuna wanyamapori ambao wapo hatarini kutoweka na visababishi ni nini? Mathalan, kupitia maandiko na tafiti zilizofanyika mpaka mwaka 2023 tunao zaidi ya aina 1591 ya misitu na wanyamapori ambayo ipo katika uhatarishi. Unaona, kuna kuweza kutarishwa moja kwa moja kutoweka, uhatarishi wa hatua ya pili na uhatarishi wa hatua ya ngapi? Ya tatu. Na haya yote yanatokana na vile vigezo vya ile niliyokuambia toka awali, CITES. Kwa lugha nyepesi ni mikataba ya mashirikiano ya nchi duniani ambayo ina hizi rasilimali, inaziweka wale wanyama na mimea katika makundi. Kuna yale ya hatarishi kabisa, kuna wale ambaye yanafuata, unajua ambaye hata kuvunwa kwake haitakiwi kabisa. Alafu kuna kundi la pili ambalo ukiongeza uvunaji kidogo wanahamia kwenye kundi la kwanza. Alafu kuna kundi la tatu ambalo nyinyi nchini kwenu mkagundua kwamba hawa wanyama sisi hapa Tanzania lakini tunahisi wanaanza kutoweka. Kwa hiyo mkaweka sheria ya kubani, kudhibiti au kuachana nayo kabisa, kutokumtumia yule mnyama. Then taarifa inatumwa kwa hawa ambao ni control body, wanakuwa na hiyo taarifa na wanaweka wanyama kwenye hizo shadow kulingana na mahitaji ya wakati huo. Sasa kwa Tanzania tuna wanyama kwa mfano, tuna mbwa mwitu, tuna faru mweusi, tuna tembo, tuna jamii hizi za vima, especially kuna sanje, mangebe, wako Uduzungwa, mila Uduzungwa hii. Kando kando kuna wale walioko Zanzibar, red colobus monkey. Alafu kuna wanyama kama Klipps springer kwa maana ya mbuzi mawe. Kuna wanyama kama, yani wako wengi kwa mtindo huo. Sasa inategemea anafaa kwenye kategori hipi. Na pia hata hawa wanyama ambao ni alama ya taifa, twiga, wanafaa kwenye grupu moja la kwanza. Kwa mfano si Tanzania, kwa namna yoyote ile ni ngumu sana ukakuta mnyama kama mbwa mwitu, mnyama kama faru mweusi, mnyama kama twiga, kwa namna yoyote ile akawindwa au akavunwa. Visababishi vitakuwa katika namna hii. Namba moja, bila kupepesa macho, ujangili. Ujangili ni ile fomu ya mtu kuamua amemuona mnyama bila hata kujua yupo kwenye listi gani. Yupo kwenye kutoweka kabisa, yupo kwenye hatarishi wa pili au hatarishi wa tatu. Unajua amempata kwa sababu amemkuta anamuua bila kufuata taratibu, bila kupewa idhini ya mamlaka husika. Lakini sababu nyingine ya pili ni magonjwa. Hawa wanyama wanapatikana katika maeneo ya asili. Kwa hiyo katika maeneo ya asili magonjwa yako mengi, ya ndani kwa ndani au yanatoka nje kuja ndani. Lakini visababishi vya tatu ni maingiliano ya shughuli za kibinadamu na makazi ya wanyama, habitat loss. Yanapelekea yale maeneo ya asili ya wale wanyama kuishi yanapotea. Unakuta mtu kaingia, unajua analima au anafanya shughuli zake mpaka anaingia maeneo ya nini? Yale ya asili ya hifadhi yaliyohifadhiwa. Hiki pia ni sababu nyingine. Lakini maeneo mengine pia ni uharibifu wa mazingira, kwa maana ya unachunga wanyama ndani ya hifadhi, wanakula malisho ya wale wanyama wanakosa, au ukataji ovyo au olela wa miti ambayo ndio makazi ya wanyama hawa au hizi maliasili. Mwisho wa siku wanyama wanakosa mazalia, wanakosa sehemu za kukaa. Lakini kingine ambacho naweza nikakisema ni mabadiliko ya tabia nchi. Haya mabadiliko ya tabia nchi yanatushinda hata sisi wenyewe, kwa sababu hizi tunaita kwa Kiingereza natural catastrophe.
Yanapotokea aidha kuna mvua nyingi sana, wanyama wanapata magonjwa, wengine wanasombwa na maji, lakini pia jua ambalo linakausha vyanzo vya maji. Mwisho wa siku unakuta maeneo wale wanyama ambao ni aquatic wanategemea maji kuweza kuishi, watabanana, kama ni samaki, kama ni hippos kwa maana ya kiboko au mamba, na wengine wote watakufa sana. Baadhi ya wanyama wanatumia muda mwingi sana kubeba mimba, kupata mimba, kubeba mimba mpaka kuzaa. Alafu tena wako kwenye watalishi. Kwa mfano mfano mdogo, chukua rhino kwa maana ya faru. Anachukua miezi 16 mpaka aweze kupata mimba na kumzaa mtoto. Tembo anachukua miezi 22, zaidi kama miaka miwili. Alafu mwisho wa siku awindwe kijangili, yani aondoshwe. Au akutane na hizo natural catastrophe. Mwisho wa siku utaona kwamba hata kuongezeka kwao kunakuwa ni hafifu. Utafiti unaonesha kuna baadhi ya aina ya wanyamapori wapo katika hatari ya kutoweka ikiwa hatua stahiki hazitachukuliwa kuwalinda na kuwahifadhi. Sambamba na hilo, je, kuna aina ya wanyamapori ambao wanaongezeka kwa kasi? Na kipi kinafanyika ikiwa ongezeko lao linaweza kusababisha changamoto za hapa na pale kwa binadamu, mazingira au wanyama wengine? Kama nilivyosema, wanyama wanaongezeka, idadi yao, niseme kama mimi mtaalamu, naona idadi yao inaongezeka, lakini sio kwa kiasi kile kiwango kikubwa sana ambacho kinachotakiwa, lakini inaongezeka. Inaongezeka kwa sababu gani? Tunaangalia sisi kama wataalamu kwa kuangalia viashiria. Tunaona idadi ya makundi ya wanyama yakiwa yanapita kwenye hifadhi zetu, lakini pia tunaona viashiria vya vinyesi, alama za miguu, footprint. Lakini vile vile tunaona na maeneo mengine, kuna wanyama wengine huwa wanakuwa na kumbukumbu ya kupita maeneo ya asili. Sasa wanapita kwenye maeneo ya asili. Ndio wale ambao sasa unakuta baadaye wanaita migogoro kati ya wanyamapori na wanadamu. Kwa sababu kwa mfano kama mnyama tembo, yeye huwa na kumbukumbu ya kupita maeneo yake ya asili. Kwa hiyo akipita kwa kipindi hiki sasa, unasikia wananchi wanaanza kuripoti. Yeye alikuwa anapita kipindi hicho cha nyuma, kulikuwa na mapori. Lakini sasa hivi akipita anakutana na nyumba. Kwa hiyo tunapata viashiria kutoka kwa wananchi kuwa wanyama sasa wanaanza kuonekana na kupita kwenye maeneo ya asili. Zimeimarika. Changamoto zipo kwa wanyama. Wanyama wakiwepo, kwa mfano kama kuna wanyama ambao wala wanyama, lakini kuna wanyama wale ambao tunaita wanyama wakali na waharibifu, ambao wao wanaleta changamoto kwa wananchi. Lakini kuimarika kwake, ulinzi, tumeongeza ulinzi kwa kufanya doria zetu za mara kwa mara. Lakini kumbuke kuwa Mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo kwenye taasisi yetu ambayo ya Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia taasisi zake, mfano TAWA, TANAPA, Ngorongoro na Wakala wa Misitu, kwa vijengwe vituo vya kudumu kwa ajili ya kulinda hao wanyama pori, lakini vile vile na kulinda maisha ya wananchi au mazao ya wananchi. Kwa hiyo tulishajenga vituo vya kudumu Tanzania nzima, viko takriban 16. Lakini vile vile tunafanya, teknolojia imekuwa, tuna teknolojia hii ya ndege, kufanya doria zetu tunafanya doria za kutumia ndege, lakini na ndege tumepata na teknolojia nyingine ya ndege nyuki, ambayo ndege ambazo zinarusha bila rubani. Sasa baada ya kutumia watu watembee muda mrefu kusaka labda kuangalia watu wanaharibu wanyama au wanaua wanyama, tunatuma ile ndege ambayo haina rubani, inarudi kuleta taarifa, baadaye askari wanaenda kufanya kazi hiyo. Tunafanya doria kwanza kudhibiti vitendo vya ujangili, lakini pia tunafanya doria za uharaka ili kwenda kukabiliana na uharibifu wa wale wanyama. Aidha mnyama huyo ni mharibifu tu au ni mkali. Kwa hiyo kunakuwa na askari wetu ambao ni well trained na vituo vingi ambavyo viko pembezoni mwa hifadhi zetu nchini zinafanya matukio kama haya ya kuhakikisha kwamba wanalinda usalama wa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wakazi walioko pale jirani, ili uhifadhi uweze kuthaminika miongoni mwa wananchi wenyewe. Serikali ndiyo msimamizi mkuu wa mali asili zote zinazopatikana nchini. Ni hatua zipi inachukua kuhakikisha wanyamapori wanatunzwa nchini kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho? Kwa Tanzania ugatuzi umekwenda Wizara ya Maliasili na Utalii. Na Wizara ya Maliasili na Utalii pia imeendelea kugatua shughuli za usimamizi kuhakikisha kwamba wanyama wanatunzwa katika taasisi 4.
ambazo moja ya kwanza naiongelea ndio hii, mimi naiongelea TAWA ambayo ni mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania. Halafu ya pili ni TANAPA kwa maana ya mamlaka ya uhifadhi National Parks, tunasema hifadhi za taifa nchini. Mamlaka hiyo ya usimamizi kwa maana National Parks au hifadhi za taifa. Halafu kuna Ngorongoro. Halafu pia kuna TFS kwa maana hiyo. Sasa hizi organi nne kwa maana taasisi nne zinatengeneza jeshi la uhifadhi. Jeshi la uhifadhi kwa ujumla wake ndio imekasimishiwa mamlaka ya kuhifadhi, kulinda, kuhifadhi maliasili kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya Amiri Jeshi Mkuu ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa serikali inafanya nini? Kwanza namba moja ni serikali imefanya ugatuzi katika hizo mamlaka nne ili ziende kulinda hizo kulingana na hizo status za uhifadhi kwenye haya maeneo. Unajua kila mamlaka ina maeneo yake inayoyasimamia, ingaje yote ni uhifadhi. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, serikali inaongeza inatoa vifaa madhubuti vya kufanya shughuli za ulinzi wa wanyamapori. Ili ufanye ulinzi na uhifadhi lazima uwe na magari, unajua, ya kutosha, mafuta. Lakini ukiachana na hilo huwe kwa maana vitendea kazi hivyo vya kisasa kuhakikisha kwamba uhifadhi unafanyaje, unaendelea. Lakini kikubwa kingine ambacho serikali inafanya, inatangaza. Kwanza inatangaza, inavifahamu vitu. Kwanza inavibaini, inavitangaza na kuhamasisha utalii. Lakini pia serikali inatengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji kwenye haya maeneo. Aidha ni Mtanzania au ni mtu kutoka nje awekeze ili kuweza kuongeza nguvu za uhifadhi. Kwa maana unahitaji fedha kuweza kuendesha shughuli za uhifadhi. Kwa hiyo lazima serikali itengeneze mazingira hayo na iwakaribishe wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi, kuhakikisha kwamba wanafanya shughuli za uhifadhi ambazo zinaendana na matakwa ya sheria ya nchi yetu, na mwisho wa siku tupate faida kutokana na hilo. Kwa hiyo serikali ndiyo mapafu, ndiyo injini ya kuhakikisha kwamba wanyamapori na misitu inalindwa katika ubora unaohitajika ili tuweze kwenda mbele vizuri zaidi. Je, asasi zisizo za serikali zina umuhimu gani katika kuhakikisha kuna uhifadhi endelevu wa wanyamapori? Kwanza ninapenda kusema tuna furaha kwamba wanafunzi wengi wanakuja hapa. Shule nyingi sana mpaka na vyuo vinakuja hapa. Na wengi wanakuja kujifunza na kufurahi. Tuna asasi mbalimbali hasa za mazingira pamoja na wanyamapori, wanakuja wanachukua picha, na wanapopata zile picha wanapenda kulitangaza pori letu. Lakini pia hizo asasi zinatusaidia katika kuhamasisha wananchi. Kwa mfano tuna wengine ni majirani wanaelezea wananchi ambao wanatuzunguka umuhimu wa uhifadhi na umuhimu wa mazingira. Na ukiangalia mfano tena wananchi kwa umuhimu huo, na sisi kama TAWA tunapenda sana kutumia majirani wanaotuzunguka katika kuendeleza uhifadhi wetu. Jamii inapewa wito gani kuzingatia uhifadhi wa wanyamapori na kujiepusha na matukio ambayo kwa namna moja au nyingine yanaweza kuhatarisha uwepo wao? Wito wangu kwa jamii ni kwamba wachukulie wanyama wote kama ndugu, kwa sababu wote tuliumbwa na wote tunakufa, lakini sio kwa wewe uwe sababu ya kiumbe kingine kufa. Na pia kingine wajali na kuviheshimu. Kuviheshimu kwao na kuvijali viumbe itasababisha virisishwe kizazi kimoja na kizazi kingine. Nashauri serikali ichukue hatua kwa wale ambao hawatofuata sheria ambazo zimewekwa katika utunzaji wa wanyamapori, pia wananchi kiujumla wawe katika, kwa mfano wakiona kama mtu anatenda kitu ambacho ni hakifai kwa wanyama, wanatakiwa watoe taarifa na adhabu kali zitolewe. Mimi nashauri wananchi tuweze kuwatunza wanyamapori na tusifanye kuwawinda wala kuwaua tukuwafanyia ujangili wowote. Kwa wanyamapori tuwapende kama sisi tunavyopendana. Serikali kama serikali iangalie kwamba misitu ambayo ipo hifadhi mikubwa wailinde sana, waweze ili kizazi kijacho ili na wao waweze kuangalia wanyamapori. Wakiitunza ndio itatutunza na sisi. Kwa jamii si wenyewe tu walinzi, cha kwanza
tuangalie wanyamapori, mapori tusikate, ili waendelee kuwepo hata kizazi kijacho. Kwanza jamii iwe na utaratibu wa kwenda kuwatembelea wanyamapori, iwe ni desturi, waone umuhimu wake. Unajua mtu ukishaona umuhimu wa kitu, utaweza pia hata kukitunza. Kwa hiyo jamii iwe na utaratibu wa kutembelea wanyamapori, lakini pia iweze kujua kuwa na elimu ya namna ya kuwatunza na kuishi nao. Uhifadhi wa wanyamapori ninapenda kusema ni urithi ambao tumeachiwa na viongozi wetu wote waliotangulia, lakini pia ni fahari yetu kama Tanzania ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Kiangalia mataifa mengine hawana vitu kama hivi, na ninafurahi kwamba sisi kama Watanzania tunatambua umuhimu wake, na ndio maana tuna shule mbalimbali za kufundisha uhifadhi. Kwa hiyo jamii ni vizuri kuelewa kwamba uhifadhi ndio unaosababisha binadamu kutembea, kuvuta hewa nzuri, na kuweza kufurahia nchi yake. Maana uhifadhi unajumuisha pia mazingira. Ukiharibu basi unakuta hata hewa safi hatutaipata. Kwa hiyo ninapenda kutoa wito kwamba tuupende, tuulinde na tuendeleze. Uhifadhi wa mazingira, wa misitu, wa wanyama ni jukumu letu sisi sote. Unapomwona mnyama usimuue, toa taarifa. Siku ya wanyamapori duniani huadhimishwa kila ifikapo Machi 3 ili kuikumbusha jamii umuhimu wa kuwahifadhi wanyamapori na kuepukana na shughuli ambazo kwa namna moja au nyingine zinaweza kuleta athari katika uhifadhi wa wanyamapori na mazalia yao. Serikali kwa ushirikiano na asasi zisizo za kiserikali imekuwa ikitoa elimu kwa jamii kuhakikisha wananchi wanaelewa faida za kuwa na wanyamapori nchini na namna bora ya uhifadhi, mikakati ambayo imezaa matunda katika sekta ya maliasili na utalii nchini.